nitakusifu Jehova, kwa kuwa wewe ni mwema. Nitakusifu, nitanyamaza, nitakuinua.
Basi ongeze makofi waimbaji hawa. Ongeza makofi tena kwa waimbaji wote walioimba. Haleluya. Wakati nimleta katibu wangu aje tusalimie, na pia atakuwa naye kutujuza. Ninampenda sana maana tulikuwa naye kama siku 2-3. Nimemmisi. Katibu, karibu. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunamtukuza Mungu kwa ajili ya siku ya leo tarehe 16, siku ya Jumapili, mwezi wa March. Unaona tupo katikati ya mwezi March. Mungu yu mwema, tupo tena kwenye ibada ya leo na Mungu akubariki sana. Asante pia kwa ajili ya wageni wetu ambao wametutembelea lakini wanaahidi kuendelea kuwa pamoja nasi. Kwa hiyo tukufu kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. All in all, kila kitu kinaenda vizuri kwenye ibada yetu. Umekuja utamuona Bwana. Bwana asifiwe. Tumeingia na kutoka na kupata nini? Malisho. Kwa hiyo lazima Bwana akamilishe ile mission yake ya kuleta kwenye ibada ya leo. Kwa hiyo kama umekuja una huzuni, utatoka ukiwa na nini? Na nguvu mpya ya kusonga mbele. Kama mgonjwa, basi amini kwamba nguvu ya Mungu ipo kwa ajili ya kuhudumia, kuweza kuvusha na kwa mtu imara kiafya pia. Kwa hiyo kwa namna yoyote ambayo umekuja, basi tegemea kuwa na mabadiliko makubwa, kwa sababu upo ndani ya mji wa makimbilio na yupo Yesu mwenye kutenda miujiza. Sema amen. Bwana asifiwe. Naomba simama juu niweze kumleta baba mchungaji. Piga makofi mengi na vigelegele kwa Yesu. Amen, 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 amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kusalimu kupitia jina zuri la Bwana wetu Yesu. Kama unayefuraha, mpe Yesu makofi mengi na vigelegele. Amen, amen. Jina la Bwana libarikiwe. Basi nikuombe ukae. Hebu mpe mkono jirani yako. Mwambie nimefurahi kukuona. Mwambie nimefurahi kukuona. Unapomwangalia ni kweli kafurahi au Bwana Yesu asifiwe. Basi namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Tumeipata kwa neema, kwa sababu wako watu wengi ambao walitarajia kuwepo hawapo, hata waliotarajia pengine kuwepo katika nyumba ya Bwana lakini kwa changamoto mbalimbali hawapo. Lakini wewe na mimi ambaye tumepata neema hii, tuna kila sababu ya kumwambia Bwana Yesu asante. Sema amen. Sema amen. Sema Yesu asante. Amen. Mama naye yuko pale Ebeneza. Kuna bingwa mmoja wa masuala ya kina mama ambaye atakuwepo pale. Kwa hiyo naye ameenda kwa check up, ndio maana tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Asante kwa maombi yako. Nilikuwepo pale Morogoro kwa kikao cha maandalizi ya graduation ya master yangu, na ainuliwe Mungu kwa sababu mambo yalikaa vizuri, na ikimpendeza Mungu tarehe 12 mwezi wa 7 tutakuwa tunafanya graduation pale Morogoro. Matendo ya Mitume 20:35. Katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Jina la Bwana libarikiwe.
Yesu akasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Ndani ya kutoa kunaongeza siku za mtu kuishi. Ndani ya kutoa kunaongeza baraka ya uzima. Ndani ya kutoa. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ninyi wenyewe ni wasomaji wa Biblia wazuri, mnakumbuka habari za Dorcas, mwanamke aliyekuwa na matendo mema, ambaye yeye aliwasaidia wajane, aliwasaidia mayatima, akawashonea makanzu, watumishi wa Mungu akawapiga kwa masuti kina Petro. Hata walipopata taarifa kwamba yule mwanamke kafa, Petro hakukaa chini, akiangalia masuti yake yanampendeza kama nyamkokoma hapo, akasema mimi lazima ninyanyuke, nikafanya maombi ambayo sijapata omba. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Lakini wale wa mama, Biblia inasema walilia sana sana sana. Lakini katika kulia walichokuwa nakifanya, wanaonyesha nini? Makanzu yale ambayo walipewa na yule marehemu. Kilichokuwa kinawaliza ni nguo zile na mazawadi yale walikuwa wanapewa na huyo Dorcas. Amen. 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 Kwa hiyo kutoa kunaongeza siku za kuishi. Biblia inasema kwa kilio kile habari zile zilifikia Petro. Wakamwambia Petro, njoo haraka, kwa sababu alijua kwamba Petro lazima aende, na mwenyewe ni mtu ambaye amefaidi matendo mema yule mwanamke, na yeye amefanyaje? Ameyafaidi sana. Kwa hiyo Petro alipofika pale, kiukweli ni kwamba kwa huzuni mkubwa na kujua kabisa kwamba matendo mema huyu mama, maombi yangu wala hatakuwa makubwa, alifanya maombi. Kilichotokea nini? Yule mwanamke akafanyaje? Akarudishiwa uhai wake tena. Lakini sababu ni nini? Kutoa. Kwa hiyo kutoa kunaongeza nini? Siku za kuishi. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa wewe ambaye unakuaga mchoyo mpaka kwa Mungu, jihadhari sana. Amen. Kwa sababu kuna siku tabanwa kwenye kona, alafu Mungu anavyokuangalia anasema, sasa huyu ni muongezee siku za kuishi za nini? Si aje tu arudi. Mbinguni utaenda, lakini unaenda mapema. Unaenda mapema. Muulize Mwalimu Joy, hataki kabisa kumueleza habari ya kutangulia. Bado anataka aishi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini utangulie? Kwa hiyo Mungu anaona sasa huyu unamuongezea ili iweje? Unamuongezea siku ili iweje? Kwa hiyo ni kutoa. Kutoa kutakufanya wewe ule chumvi nyingi. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lakini pia ukisoma Malaki 3:10, Biblia inazungumza pale kwa habari ya utoaji pia, lakini wa zaka, na tunaona uzima uliopo. Hebu tusomee hapo. Kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 10. Leteni zaka kamili ghalani. Leteni zaka kamili ghalani. Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo. Mkanijaribu kwa njia hiyo. Asema Bwana wa majeshi. Asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Na kuwamwagieni baraka. Na kuwamwagieni baraka. Hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Hata isiwepo nafasi ya kutosha ama la. Amen. Mafanikio au uchumi uliotukuka lazima uwe ni wa mtu anayetoa. Amen. Jina la Bwana barikiwe. Amen. Uchumi unaodumu lazima uwe ni wa mtu anayetoa. Sasa ukiwa sasa ndio mwaminifu kwenye zaka, Biblia inasema atakufungulia madirisha, sio dirisha, madirisha ya mbinguni na kumwaga baraka. Na anahakisha anajaza ghala zako kiasi cha kuja, na hata kufanyaje? Manake kama ni Mungu kasema, hizo ni baraka za hali ya juu sana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo kuishi maisha marefu, uchumi wako uweze kukua stable, kwa maana uwe na mafanikio.
ufaidi kuishi kwako muda mrefu, lazima uhakikishe unakuwa mtoaji. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo katika vipengele hivyo, utoaji, tunza siri na kuwa na marafiki wachache, lakini pia kuhakikisha kwamba unawaheshimu wazazi wako wa kiroho na wa kimwili. Hivyo ni vipengele vitatu vya msingi sana kama unataka mafanikio yako yawe makubwa, kama unataka uchumi wako uongezeke siku hadi. Jina Bwana libarikiwe. Sasa katika kanuni nyingine ya kiafya, yani kanuni nyingine ni kiafya. Sio umetoka kwenye nini? Kwenye jamii, masuala ya kijamii. Sasa tunaenda kwenye masuala ya kiafya. Amen. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Kwa sababu hakuna mtu anayependa maendeleo au anayependa au mpambanaji wa kutaka mafanikio alafu akawa na afya mgogoro akaweza kwenda mbali. Kweli sio kweli? Kweli. Kwa hiyo ni kipengele cha msingi sana kukifahamu sisi kama watoto wa Mungu, na tujue kabisa kwamba afya zetu tunatakiwa tuzilinde, tuzitetee, tuzipiganie. Amen. 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 Sasa katika kanuni hii ya kiafya na yenyewe kuna vipengele kama vitatu vya kuangalia. Kuna kipengele cha maji safi na salama, ubongo au akili. Kipengele hicho kuhakikisha kwamba ubongo na akili yako unawekwa vizuri. Amen. Lakini kuna kipengele pia cha lishe na mazoezi. Amen. Kama unataka kuwa na afya nzuri, lazima uhakikishe unakunywa maji safi na salama. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Na sio unakunywa maji unapoamua, au sio unakunywa maji kwa sababu unasikia kiu. Maji ni lazima unywe tu, hata kama usikii kiu lazima unywe. Ni kanuni kwamba unywe maji. Kama unaipenda afya yako, lazima unywe maji muda wowote. Yaani ikiwezekana kuanzia lita 2 mpaka 5 kwa siku, inategemea na hali ya hewa ikoje. Kwa mfano kipindi cha hapo nyuma mpaka watu tunachanganyikiwa. Kuna watu hata lita 1 ya maji walikuwa wamalizi. Sasa mtu kama huyo kwa vyovyote afya yake lazima iwe mgogoro. Jina Bwana libarikiwe. Kwa sababu utamaliza chumvi mwilini, yani maji ni ya muhimu. Amen. Wanangu, asilimia 70 ya mwili wa mwanadamu ni maji tupu, asilimia 70. Tena kwa watoto chini ya miaka 18 asilimia 85 mpaka 90 ni maji. Amen. Maji hayo yakikaushwa maji, yani vile ulivyo maji yote hakikisha yamekaushwa kabisa. Ukisimamishwa hapo, hata stand ya nani itaonekana kwa kubwa. Stand unaiona hapo. Manake hapo litabaki tu libichwa hilo linani. Lakini hivi vimbavu na vimfupa vya kwenye miguu na mikono, yani, lakini asilimia 70 mpaka 90 ni maji. Amen. Kwa hiyo wataalamu wa kiafya wanakushauri kunywa maji. Sio mpaka usikie kiu, kunywa maji. Jiweke utaratibu wa kunywa nini? Kunywa maji. Lakini ya maji sio ya kuchota kwenye mabwawa. Maji safi salama. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio maana tumeleta chujio pale ili tunywe maji salama na maji safi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo hicho ni kipengele cha kwanza katika kanuni ya kiafya, maji safi na salama. Lakini kuna swala la ubongo au akili. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana tunawanywesha watoto uji kanisani. Kwa sababu ni kosa kubwa sana kiafya. Unamweka mtoto kuanzia asubuhi tunapoingiaga hapa saa 1:30 saa 2 mpaka tunakuja kumaliza ibada saa 7 au saa 7:30,
hajala chochote, ni hatari. Utafanya ubongo wa mtoto usikue kama unavyohitajika. Ubongo wa mtoto utadumaa. Maana yake ukidumaa na akili zake zinafanyaje? Zinadumaa. Matokeo yake hawezi kuja kuwa mbunifu, hawezi kuja kuwa mtu, yani hata akisoma bado hawezi kuwa ni mtu ambaye anaweza akawa tegemeo, akaajiriwa akapata mshahara mkubwa ili maendeleo yake yapae. Atafeli tu, atafika form 2 atafeli, au atafika form 4 atapata division 4, au ataenda chuo kwa atafanya vitu vibaya kwa sababu kichwa hakina uwezo zaidi ya hapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kimeandaliwa vibaya na wazazi, au na maisha magumu ambayo wazazi walikuwa kiyapitia, au kwa kutokujua, kwa kutokuwa na ufahamu na maarifa. Kwa sababu swala la kumnywesha maji mtoto na lenyewe linahitaji uwe na kipato. Ni kuhakikisha tu kwamba maji yale yamekuwa safi na salama, mtoto ame maji ya kutosha. Sio mpaka unamsikia analia ndio unampa maji. Muda wote unajua mimi, yani mtoto maji kila kidogo, kikaa dakika maji. Jina Bwana libarikiwe. Vitu vinakaa vizuri kwenye ubongo kule, kunakaa vizuri. Haleluya. Haleluya. Amen. Yani ni vitu vinachekesha, lakini yani ni vitu vya msingi. Jina Bwana libarikiwe sana. Amen. Usifanye mchezo, watoto wa mji makimbilio watakuja kuwa vichwa wewe hatari. Amen. 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 Juzi nilipokuwa kule Morogoro. Manake mimi nasoma na maaskofu wa kanda, askofu wa kanda, askofu makamu askofu, nasoma na masibu wa kanda, nasoma yani wakubwa tu nasoma nao. Jina Bwana libarikiwe. Sasa mimi nikiwa kwenye yani wakati mazungumzo tu kawaida, wakati hatujaanza agenda yenyewe ya kikao, nikawauliza, hivi ninyi wakuu, kikao ambacho kilikaa kikabadilisha, kikapunguza misingi ya imani ya kanisa letu la EAGT, ni kikao kipi? Manake mimi najua tuna misingi 16 ya imani. Leo tumepewa misingi 14 na ndo tunawafundisha watoto, na watoto wamesha kariri kama sala. Wanaanza kushangaa, wapi wamesoma. Kaambia hivi, vitabu vya Sunday school vilivyoandaliwa na viongozi wetu wa kitaifa ambavyo tumetuuzia wenyewe kule Dodoma, ndio tumevinunua na ndio tunawafundishia watoto, ina misingi 14. Akasema haiwezekani. Kwanza tunashukuru sana kwa sababu umetuambia, sisi lazima tufuatilie. Sasa wakasema hivi, inawezekana huyo mwalimu wako anaowafundisha watoto ndio amefanyaje, ndio amekosea. Nikamwambia akosee vipi wakati mimi mwenyewe ndio nimemkabidhi vitabu na najua imeandikwa hivyo. Unaona? Amekosea. Nikamwambia sasa sikiliza, na wasiliana na mwanangu na mjukuu wangu mmoja huko akutajie. Yani wakawa hawaamini kama kweli hiyo misingi imeanza kufundishwa muda mrefu. Kawasiliana na mjukuu wangu Justina, kafanya mawasiliano mpaka akafuatwa kule shuleni na mjomba wake. Kaambia mpe simu, afu mimi nikaweka loudspeaker, nikamwambia sasa wakubwa sikilizeni. Kaanza kumwaga sera pale. Msingi wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka 14. Nikamwambia mnasemaje? Watoto wameshakariri sasa hivi, imekaa kwenye moyo. Mnasemaje? Aisee, mwanishika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hizo akili kwanza, akasema, wakaniambia hivi, ukirudi yani huyo mtoto unastahili umpe kabisa zawadi, yani Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa nikasema kama wengemuona, kwa sababu pale walifikiria labda ni mtoto mkubwa hivi, kama wengemuona
Alafu ni darasa la ngapi? La pili, la tatu, la nne. Yani wasingeamini. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lakini natokana na nini? IQ haitengenezwa kwa muujiza wanangu. Ni chakula, ni kuhakikisha huo ubongo unatunzwa tangu. Na wamama wa siku hizi, mabinti wa siku hizi wanazaa watoto, wanataka wamnyonyeshe kidogo. Yani anaona akimnyonyesha miaka 2 maziwa yataanguka, atakuwa na tena soko. Sasa wewe hata ufanyeje? Utaenda tu kaburini. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wewe unaacha kuzalisha vitu vya kuja kukusaidia, unaogopa ziwa litaanguka. For what? Lile kusaidia nini? Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kimsingi mtoto kama hajanyonya miaka 2, yani ujue kabisa umeshamuathiri kwa sehemu kubwa sana kwenye ubongo wake. Na ni wamama wachache sana ambao leo wananyonyesha miaka 2. Miezi 8 tu anataka aanze kumpa maziwa ya makopo na nini. Sawa? Lakini utakufa, utaacha boga duniani. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wewe kama kipindi chako ulishindwa kutesa, Waswahili wanasema. Yani sasa hivi wewe nilea upate watu wakuja kutesa baadaye. Si unanielewa? Lea kwa viwango vinavyotakiwa upate watoto watakao kuja kutesa, wanaotembelea ma BMW, wanaotembelea ma V8 kwa sababu wana akili, wamebadilika, wanafanya nini? Haleluya. Angalau wewe ufaidi sasa kukaa kwenye ma V8 ya watoto wako na nini. Sasa wewe una bana waziwa ili iweje? Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nyonyesha mwanangu mpaka ieleweke. Amen. Alafu akija kanisa la Mja wa Makimbilio, uji kama wote. Una vitamini vya kutosha. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ni kanuni ili uweze elewa mbinu za mafanikio. Elewa mbinu zitakazokufanya wewe ufanikiwe. Ni pamoja na kuhakikisha ubongo wako unafanyaje? Ni mambo muhimu ya kuelewa ili kujenga uchumi wako au kujenga mafanikio yako. Jina la Bwana libarikiwe. Sikiliza nikwambie, hata kama ukupata hiyo kitu ulipokuwa mdogo, bado kwa utaalamu wa leo, kama ni mtu ambaye unaweza kujipigania kwa utaalamu wa leo, unaweza kuongeza uwezo wa ufahamu wako wa uelewa. Utakuja ofisini, nitakupa kanuni. Yani nitakupa kanuni za kuongeza, yani kufanya ufahamu wako na akili yako. Na sio vitu vikubwa. Ni vitu vya kawaida sana ambavyo tafiti zimefanyika. Yani hata kitunguu maji. Jina Bwana libarikiwe. Chukua kile kitunguu maji kichane hivi, kikiwa kibichi hivi, chukua soda ya Coca-Cola, mimina pale, chemke mpaka ishe. Kunywa haya maji kila siku. Yani ubongo unajirekebisha. Vitunguu maji hivi unavyoweka kwenye chakula, kikiwa kibichi hivi, wewe kimenye vizuri, kikate, chukua soda kama Coca au Pepsi, mimina pale paka yani yale mapofu yafanyeje? Kunywa hayo kila siku. Wataalamu wamegundua kwamba una uwezo mkubwa sana kupita kwenye ile mishipa ya ubongo na kufanya marekebisho madogo. Sasa ukifanya kwa muda mrefu, mambo yanafanyaje? Lakini pia yani Mungu ametuwekea vitu vingi sana. Kuna mbegu fulani zinaitwa almond. Zinauzwa hata sokoni kule. Kipakiti kidogo hivyo wanauza 12,000. Wewe unanunua vile. Kila siku utafuna vile. Viko kama yani tusemeje, lakini ni mbegu za kawaida. Unatafuna au unasaga, unaweka kwenye juisi, unaweka kwenye nini, unakunywa kila siku. Yani utakuta kama kumbukumbu
kumbukumbu zinaongezeka. Yani kama ulikuwa ni mtu wa kutaka kusahau vitu haraka haraka, unakuta vinafanyaje? Sio uganga wala sio uchawi. Hivyo ni virutubisho ambavyo mwanadamu alivikosa wakati ananyonyeshwa. Si unanielewa? Yani mtoto alivikosa wakati ananyonyeshwa, maana yake kwenye ubongo vilipungua. Sasa unaweza ukavikazania kuvirejesha. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Na vingi tu ambavyo vinaweza vikakufanya wewe ukawa stable, ukaanza yani akili yako ikaanza kama inanasa vitu kirahisi. Hausahau haraka. Jina la Bwana libarikiwe. Haya, twende. Kanuni ya kiafya ndo tumeangalia maji safi na salama, alafu tumeangalia nini? Ubongo. Sasa kuna masuala ya lishe na mazoezi. Lishe na mazoezi ni swala la msingi sana kiafya. Jina la Bwana libarikiwe. Yani usile kwa sababu usile ili mlaji umeshiba. Sio, unanielewa? Maana mtu anakula ili ashibe. Lakini si kwamba anakula ili apate virutubisho muhimu vinavyotakiwa kwenye mwili wake. Nakuta mtu yani ubwabwa. Afu na mboga moja tu, alafu mboga kidogo, ubwabwa hivi. Mtu anakula mpaka tumbo. Yani badala ya kwamba sasa mwili unafaidi, mwili unaumia. Bwana Yesu asifiwe. Manake energy itakayotumika kwa ajili ya kuyeyusha hicho chakula huko tumboni ni kubwa kuliko faida ya ambayo anaipata kutoka kwenye nini? Kwenye kile chakula. Jina la Bwana libarikiwe. Alafu unakuta ni ubwabwa huo kila siku. Sasa matokeo yake nini? Yani ule wanga unapokuwa ni mwingi hautumiki. Yani unakuta mtu anakula ubwabwa hivi, alafu afanye kazi zozote, afanye mazoezi. Maana yake ubwabwa una kazi ya kuzalisha energy, unazalisha energy, wale unazalisha nguvu joto, unazalisha ili kusaidia wewe kufanya kazi. Fanya kazi. Sasa kama ufanye kazi lakini wewe kila siku ubwabwa, mchana ugali hivi, usiku ubwabwa hivi, alafu ufanye kazi, yani ukishakula unatafuta kimti chenye ubaridi, unaona unakaa pale. Hapo ndipo unapokuta vitambi kwa kwenda mbele. Yani vitambi kama vyote. Yani vitambi hajalishi mwanamume wala hajalishi mwanamke, vitambi kwa kwenda mbele, kwa sababu tunajaza tu makarbohydrate tumboni lakini hatuyafanyii kazi. Sasa matokeo yake, yani ile wanga ukizidi sana kwenye mwili, kama ukikosa kufanyiwa kazi, unageuka, unatafuta ukakae wapi ili uwe akiba siku ambayo itatakiwa. Sasa lazima igeuke kuwa mafuta. Sio, unanielewa? Amen. Kwa hiyo ule wanga unapoacha yani mtu afanye kazi wala afanye mazoezi, ule uliobaki tumboni unageuzwa unakuwa mafuta, alafu unaanza kukaa mahali kama mafuta. Ndio Mungu alivyoumba kwamba anakuwekea akiba, siku utafanya kazi kubwa sana ukatokwa na majasho, yale mafuta ndio yanageuka tena na kuwa energy kwa ajili ya kukusaidia ufanya kazi. Sasa mafuta ya kila siku yanahifadhiwa, kazi haifanyiki. Mazoezi hakuna, kazi mafuta yanazaliwa, kazi haifanyiki. Vitambi kama vyote, si mwanamke kitambi, si mwanaume kitambi. Mwisho wa siku ugonjwa wa kisukari, mwisho wa siku pressure, mwisho wa siku utakufa kabla siku zako. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo sasa hata kama unatafuta mafanikio ya nini wakati wewe hauwezi kuishi miaka mingi? Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tumepambana, tulikuwa na vitambi vya kama vyote, lakini tumepambana navyo mpaka vinatoweka tu kidogo kidogo.
tunaacha kutembea na magari, tunatembea kwa miguu, tunafanyaje? Sio kwamba tunapenda, tunataka haya mafuta yanayojihifadhi tu mahali alafu hayafanyiwi kazi. Yafanyeje? Yapungue. Kiwezekana yaishe kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo mazoezi ni ya muhimu mwanangu. Lazima uhakikishe una lishe. Unapozungumza lishe maana yake ni chakula chenye vitu vitatu vikubwa. Carbohydrate au wanga kwa Kiswahili, alafu protein au nini kwa Kiswahili? Protein kwa Kiswahili. Ni protein hiyo. Yes. Vitamini kitu kingine. Kipengele cha tatu, yani kutoka carbohydrate na vitamin unaingia kwenye vitamin, yani virutubisho. Na unapozungumza vitamini maana yake unazungumzia yani mboga za aina zote. Vyakula vya aina ya mbegu kama vile choroko, karanga, nini zote hizo vinakupa wewe vitamins fulani ambazo hizo, yani ukiweza kupata chakula ambacho ndani yake kuna carbohydrate, kuna protein, alafu kuna vitamin, maana yake umepata lishe. Hiyo inaitwa nini? Lishe. Sasa sisi tunapigaga tu carbohydrate wanangu kwa nguvu. Yani hapo amejitahidi sana, ameweka hapo tembele kidogo, marage kwa sana. Jina Bwana libarikiwe. Lakini lishe ni ya muhimu. Na unapokuwa una lishe, unapata lishe, bado mazoezi ni ya nini? Ya muhimu. Jina Bwana libarikiwe. Mimi nikuhakikishie, magonjwa mengine sio pepo, magonjwa mengine sio Mungu, magonjwa mengine sio ni sisi wenyewe tunajitengenezea hayo magonjwa. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Yani kama ni mtu una mazoea kuhakikisha kwamba kipimo cha wewe kwamba umekula ni kusikia tumbo limebana, hiyo kitu acha kabisa. yani mtu kipimo chake, unajua watoto wengine kuna watoto ukimuuliza umeshiba, anafanya Jina Bwana libarikiwe. Amen. Yani yeye anajua kushiba mpaka tumbo lifanyeje? Lisibonyee. Sasa kama wewe una tabia hiyo, mimi nakuomba, yani nakuomba chonde, bado mapema nakuomba, usile mpaka ukahisi umeshiba. Yani mpaka ukahisi umeshiba sana. Yani haikusaidii lolote, unazidi kujiongezea shida katika mwili wako. Jina la Bwana libarikiwe. Ni afadhali ukala hata mara 4 kwa siku kuliko ule ushibe mpaka uone tumbo. Amen. Kula kidogo, kifika mahali ukiona kabisa yani njaa imeuma mpaka unachanganyikiwa. Na ujue kabisa kuuma kwa njaa ndio dalili ya kwamba mwili sasa unatengeneza vitu. Amen. Manake inachukua vile vitu ambavyo tayari vimeshageuzwa katika mfumo wa kwamba sasa mwili unaweza kuabsorb, kama ni vitamin kuabsorb, kama ni protein hivyo. Yani ndio unasikia hivyo. Na mtu usiposikia njaa pia hiyo ni hatari. Amen. Maana kuna vidude fulani viko huko tumboni, kazi yake ni kufanya wewe usikie njaa. Vile vidude kazi yake vinatafuta kuona nini kiko hapa ili nikichukue nikipeleke sehemu sahihi kikafanye mambo yanayotakiwa. Kwa hiyo ni muhimu kusikia njaa. Sasa wewe kama kidogo tu umesikia tu kidogo, unakimbilia miogo, unakimbilia maviazi. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kula chakula, hakikisha carbohydrate. Kama wewe sio mtu wa kazi, kama wewe sio mtu wa jembe, kama wewe sio mtu wa mazoezi, chakula chochote chenye carbohydrate kwa maana ya wanga, yani ubwabwa, ugali sembe. Yani hakikisha unakula kidogo, lakini protein ndio unaweza kuzidisha. Mambo ya manyama, marage, manini unaweza kuzidisha, lakini sio manyama ya mafuta. Nyama za kawaida ya kuku nini unaweza kuzidisha, samaki. Alafu hivi vyenye vitamin kwa maana ya mboga, yani hizo ndo
kula tani yako. Amen. Lakini ogopa sana kitu kinaitwa wanga kwenye mwili wako. Ogopa sana. Kama wewe ni mtu ambaye hauna kazi za kufanya, kazi ngumu, kama hauna kazi ngumu za kufanya, unaingia ofisini asubuhi, umefungua AC mpaka unaondoka, alafu ukawa ni mtu wa kupenda sana carbohydrate, vyakula vya carbohydrate vitakuja kukutesa utakapofikia umri fulani, vitakutesa sana. Jina la Bwana libarikiwe. Tamani kuhakikisha chakula vitamini ndo nyingi, yani mboga mboga, matunda, nini hivyo. Amen. Ili kwamba wewe utakapofanikiwa ufaidi hayo mafanikio. Mimi sioni kwamba itakuwa ni vizuri wewe umejenga kanyumba kako kagorofa kazuri kabisa, alafu unakaa miaka mingapi michache hapo unaondoka. Yaani unatamani ukae humo mpaka inaanza kuchakaa hivi ndio unaondoka. Jina Bwana libarikiwe. Unanunua gari unatembea nalo mpaka unalichoka, unaamua uze utafute jingine. Lakini sio eti umenunua hata hujafaidi na nini, mara sijui pressure, mara sijui manini, mara sijui mafigo yamefanyaje, mahindi yamefanyaje. Amen. Unaanza kufikiri Yesu kakuacha. Yesu hajakuacha, ni wewe mwenyewe tu utaki kupambania mwili wako. Na akili umepewa, na kanuni zote umepewa kwenye Biblia. Wewe acha kabisa. Jina Bwana libarikiwe. Jina Bwana libarikiwe. Alafu kipengele cha 3 katika hiyo hicho kipengele cha 3 kutoka kwenye kanuni ya kiafya, kanuni kutoka kijamii tumeenda kiafya, sasa uzima wa milele. Si ndio tulivyosema? Sasa uzima wa milele, hebu tusomea hapo Yohana 17 mstari wa 3. Injili ya Yohana sura ya 17 mstari wa 3. Na uzima wa milele ndio huu. Uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe. Wakujue wewe. Mungu wa pekee, Mungu wa pekee na wa kweli. Na Yesu Kristo uliyemtuma. Na Yesu Kristo uliyemtuma. Jina la Bwana libarikiwe. Katika mambo yote hitimisho lake umjue Mungu wa kweli na wa pekee na Yesu Kristo aliyetumwa. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Najua kwamba wewe hapo ulipo unamjua Mungu wa kweli na wa pekee na Yesu Kristo aliyetumwa, lakini hakikisha unaongeza viwango siku hadi siku katika kumjua yeye. Amen. Ongeza viwango kila itwapo leo. Ifike mahali ujue kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa nani? Mwa Mungu. Amen. Maana yake unaweza ukaamua kwamba mimi nataka nimtafute Mungu, neno lake litoke kwake liseme na mimi. Kwa hiyo swala la ubwabwa na pilau na machipsi na nini naweka pembeni kwanza mpaka kieleweke, nimsikie Mungu ananiambia nini. Amen. Maana yake hapo umethibitisha kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, lakini ukilipata neno litakupa uzima. Amen. Amen. Hivi kuna mlokole ambaye, wapo wengi sana, ambaye yani siku akikosa bajeti ya chakula akalala njaa, atahesabu makenchi hayo usiku kucha, apati nini? Usingizi. Unajua kinachomnyima usingizi ni nini? Si ile njaa anayosikia, yani ni kwa nini nimekosa chakula, yani ni kwa nini. Lakini mtu mtu ambaye ameokoka na anamjua Mungu na anajua kabisa hivi, kuna wakati wa kufanikiwa, kuna wakati wa kukosa, kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kushiba, kuna wakati wa kusikia njaa. Yani ukijua hilo ni kwamba hivi usingizi utakuja tu na hiyo njaa yako utalala vizuri. Au ukiona usingizi unapaa hutaki kuja, unasema Mungu nakushukuru kwa sababu leo umenipa kazi ya kufanya. Leo ni siku yangu ya kuomba. Unatoka kitandani, unaanza kupiga mipambio, unaanza kuomba. Maana yake umelazimisha kuomba. Pengine ulikuwa uombi ndio maana umekosa chakula siku.
Jina la Bwana libarikiwe. Lakini huwezi kusononeka moyo wako kama watu wasio na tumaini. Jina la Bwana libarikiwe. Huwezi ukaona maumivu kama mtu asiyemjua Mungu. Kwa sababu swala la kukosa, kudhikika, kupata na kuinuliwa na kushushwa ni vitu vya kawaida ambavyo Mungu mwenyewe alishasema. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu usimama hapo ulipo. Simama hapo ulipo. Naomba tu ujue kwamba hayo ni mambo machache ambayo ni muhimu sana ya wewe kuelewa katika kujenga uchumi wako au kuyaendea mafanikio yako. Yaani usonge mbele, usiwe tena mtu wa kurudi nyuma. Kama umeanza safari ya mafanikio, basi iwe ni mbele kwa mbele, hakuna kurudi nyuma. Kama utazingatia hayo mambo ambayo Roho Mtakatifu ametufundisha mchana huu wa leo. Jina la Bwana libarikiwe. Praise team, naomba wimbo wa kuabudu hapo kwa ufupi. Alafu wakati tunaendelea kuomba, kama upo mtu una uhitaji wa aina yoyote, ni nafasi yako kusogea katika madhabahu. Shiriki pamoja na Bwana. Leta baba huyu mikononi mwako, Mungu wa mbinguni. Wewe unajua hitaji la moyo wake. Wewe unajua neema yako isiyo katika jina la Yesu Kristo. I release abundant blessings upon you and the healing power upon you, Jesus' mighty name. Neema ya Bwana ikufunike na kukufuata katika jina la Yesu. Baba Mungu uishie milele katika jina la Yesu. Roho ya mateso, roho ya manyanyaso, ninakuamuru achia. Mwache mtoto huyu kwa jina la Yesu. Mwache kuanzia sasa katika jina la Yesu. Baba Mungu, namleta kwako binti huyu Yesu. Guse na katano ya magonjwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili mzima kwa jina la Yesu. Achia Bwana, akupe uzima na uponyaji kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Bwana, akupe hitaji la moyo wako kwa jina la Yesu. Uzima na afya njema. Baba Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu, leta kwako mama huyu Mungu. Achilia neema na baraka ya uponyaji na uzima. Ukampe hitaji la moyo wake Kristo Yesu. Wewe ni Mungu uchunguzaye mioyo na kujua mahitaji tulionayo Yesu. Kumbuke mama huyu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, pokea neema itokayo kwa Bwana. Jina la Yesu Kristo, mamlaka za giza, uharibifu wa kipepo na waamuru utoke ndani ya mtoto huyu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akupe neema ile izidio kwa jina la Yesu. Ukakuwa na kuongezeka katika kimo na maarifa, katika utii, katika tabia zilizo njema kwa jina la Yesu. Bwana akuguse, Bwana akutendee bila Bwana akutendee wema. Uwe mtoto mwaminifu, mtoto pendwaye na Mungu. Kwa jina la Yesu, pokea neema na baraka tokazo kwa Baba. Katika jina la Yesu, pokea neema na baraka tokazo kwa Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Pokea neema na baraka tokazo kwa Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu, pokea neema na baraka, pokea neema na baraka. Pe Yesu makofi, vigelegele. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ni usichoke kuwa mbele za Bwana katika kusikiliza mafundisho, maana kwamba jioni Mungu akikujalia neema, usikae tu nyumbani bila sababu yote ya msingi. Fika usikie. Mungu hawezi kukosa kitu cha kukuambia. Mungu hawezi kukosa kitu cha kukujenga.
Mungu hawezi kukosa neno la kukufariji na kukutia moyo. Jina la Bwana libarikiwe. Baba Mungu mtakatifu, ninakushukuru kwa ajili ya muda huu mzuri wa baraka ambao Mungu tulikuwepo mbele za uso wako. Naomba Baba mtakatifu, kama jinsi ambavyo umetuhurumia tangu tuingie hata masaa haya, naomba Yesu wa Nazareti uendelee kuwa pamoja na sisi kwa neema zako, ukatulinde na kututunza tunaporudi katika vituo vyetu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Baba ninakusihi, Embo mfalme wa wafalme, Bwana wa bwana, usiwaache watoto wako wakajikwaa miguu yao, wala wakanaswa na mtego wote uliotegwa katika ulimwengu wa roho. Bali Mungu wa mbingu na nchi, mitego yote ukaifiatue kupitia damu ya mwanao Yesu Kristo na jeshi lako la malaika. Mtoto wako akafike salama katika jina la Yesu. Kila aliyeingia Bwana akiwa na huzuni, atoke akiwa na furaha za kumtosha. Kila aliyeingia Mungu hana jibu, naamini ya kwamba Mungu umekwisha kumpa jibu. Kila aliyeingia Mungu wa mbingu na nchi akitaraji Bwana majeshi pokea muujiza wake, Mungu naomba muujiza huo sasa huo umekwisha kuachiliwa au maana Bwana majeshi siku chache kuanzia sasa apokee huo muujiza wake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa machache haya Mungu nimeomba, yaliyo mengi Roho Mtakatifu utenda mwenyewe kwa utukufu wa jina la mwanao Yesu. Mtu mmoja na aseme amen. Amen. Mungu awabariki.